Dini ibaki kwenye majukumu yake ya msingi ya kulea waumini kiroho na kimaadili kuendana na misingi ya dini zao. Ila kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuweza kuvuruga nchi yetu. Badala yake, viriri au majukwaa ya ibada yatumike kwa ibada, yasitumike na wanasiasa kufanyia propaganda zao. Kuna kauli moja, nadhani mwanzo mtanielewa wakati naongea, lakini mtanielewa baadaye. Sipendi. Na mimi ni miongoni mwa watu, kama sipendi kitu sipendi, na nakuwa wazi, labda unieleweshe mpaka nikipende. Unafiki sio sehemu ya maisha yangu. Mimi sipendi kauli. Na inaonekana ina hekima ila haina hekima kwa mujibu wa Biblia. Kauli inayosema usichanganye mambo ya kiroho na siasa, hii kauli ni mbaya. Na nitawaambia hivi. Hii kauli italeta mgawanyiko. Itawaweka viongozi wa kiroho mbali na itawaweka wanasiasa mbali na kanisa. Ni kauli kama rafiki, lakini sio rafiki. Nataka niwaambie kwa mujibu wa maandiko, huwezi kutenganisha kitu cha kiroho na siasa, wala huwezi kutenganisha kitu cha taifa na mambo ya kiroho. Hivi vitu, kauli inatakiwa iwe hivi, kwamba unapokuwa mtu wa kiroho, jua cha kuongea kwenye siasa, na unapokuwa mtu wa siasa, jua cha kuongea kwa watu wa kiroho, lakini sio kusema moja kwa moja usiingilie. Hiyo kauli sio sawa. Mungu akati anaumba, alipotuumba, alituwekea utawala. Na mwanzoni ukisoma maandiko vizuri, system ya mwanzoni ya utawala, kiongozi wa kidini ndio huyo alikuwa ni kiongozi wa kisiasa. Haujanielewa? Katika system ya utawala ya awali, kiongozi wa kidini ndiye alikuwa huyo Mungu anampa mamlaka ya uongozi wa nini? Wa jamii au wa siasa. Na ndio maana katika maandiko utakuta mara nyingi Mungu anamtia mafuta kiongozi na kusema ni mfalme. Neno mfalme naomba usilisahau. Tutaliangalia kwenye Biblia moja hapa Kiingereza, palipo neno mfalme Biblia inasema government. So Mungu alikuwa anamuita mfalme, anamwekea mafuta kuwa kiongozi wa kisiasa au kiongozi wa kiserikali, alafu anamfanya pia kuwa kiongozi wa kiroho. Nitakupa mfano. Mwanzoni kabisa wafalme, Mungu alipomteua mfalme katika Israeli, alimteua aongoze kiroho na aongoze kijamii au kiserikali au kisiasa. Samuel wa kwanza 16 mstari wa kwanza peke yake. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Samuel, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanae. Maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Ni nani anazungumzwa hapo? Cheo gani? Nijibu kanisa lote, cheo gani? Okay, Biblia inasema akamtie mafuta awe nani? Okay, mfalme, kuna nchi zinazoongozwa na wafalme, zingine zinaongozwa na wafalme, zingine zinaongozwa na rais. So hiki cheo ambacho alitiwa mafuta sio cha kiroho. Tukubaliane mpaka hapo? Naanza kujihubiri mwenyewe nao sasa. Anasema nenda ukamtie mafuta awe mfalme kwa watu wangu. This is not a spiritual position. Hiki sio cheo cha kiroho. Hiki ni cheo cha kuongoza jamii. Lakini unamkuta Daudi huyo ambaye kwa nchi yetu kama Daudi na angekuwa kiongozi hapa, maana yake ni rais wa nchi. Unamkuta Daudi huyo ambaye alikuwa ni kiongozi wa jamii kama mfalme, maandiko mengine yanamueleza ni prophet, ni nabii. Ukienda kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2:30, niweke version ya Kiswahili kwanza. Matendo ya Mitume 2:30. Hebu muangalia Daudi. Hapa zinazungumzwa habari za Daudi. Okay? Basi kwa kuwa ni nabii, kwa kuwa ni nani? Basi kwa kuwa ni nabii, alijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi. Now, hapo huwezi kuona jina Daudi. Tuende kwenye God's Word Translation. Kwenye God's Word Translation inasema hivi, David was a prophet. Is that a king? Is he say David was a king? No. David was a prophet and knew that God has promised with an oath that he would place one of David's descendants on his throne. Kwamba Daudi alikuwa ni nabii.
Huku Samuel inatuambia Daudi alikuwa ni mfalme. Je, andiko hilo limekosea? No. Alikuwa akisimama kwa watu wa Mungu. He is a prophet. Akienda kwenye jamii ni mfalme wao. So there is no any way tunaweza kutenganisha jamii au uongozi wa jamii na uongozi wa kiroho. Wanatengana tu kwenye majukumu, lakini lazima wakae pamoja, lazima waketi pamoja kama walivyo viongozi wetu walivyokuja hapa. Hii ndio inayopendeza na taifa lazima itasonga mbele. Kama unaipenda Tanzania, nyanyua bendera na skafu yako, sema Tanzania oye. Kwa staili hii nchi inaenda. Lakini ukianza no. We pastor. We nini? No. We padri, usiniambie. Hatuendi kokote. Ila inatakiwa huyu ajue anaongeaje na mipaka ipi, na huyu naye akija aongeeje na mipaka ipi. Hapo utaelewana. Lakini hii sentensi ya kuweka kwamba tusiingiliane, tusichangamane, mimi naikataa. Baada ya serikali ya Tanzania kumkamata mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, kelele zimekuwa zikipigwa kona zote duniani kumshinikiza Mama Samia Suluhu Hassan amwachilie huru mpinzani wake huyo wa kisiasa ili siasa Tanzania zifanywe kwa haki. Viongozi wa kidini pia tumeungana na taasisi zisizo za kidini ikiwemo ile ya haki za binadamu kumtaka Mama Samia ahakikishe kwamba amemwachilia huru Mheshimiwa Tundu Lissu. Sisi viongozi wa dini tunaona madai ya mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema yana msingi kabisa, kwamba sheria za uchaguzi zikirekebishwa na katiba ya nchi ikirekebishwa, basi uchaguzi utafanyika na utakuwa ni uchaguzi huru na wa haki. Kwa sababu sisi kama viongozi wa kidini tunataka haki itendeke. Hatutaki kuwe na sheria ambazo ni kandamizi zinazokandamiza wapinzani, alafu tuwe na uchaguzi tu wa kiini macho, lakini sheria zinakandamiza wapinzani, alafu unatangazwa ushindi ambao sio ushindi halali, na sisi viongozi wa dini ambao tunahubiri haki tuseme amechaguliwa kiongozi wa haki wakati sio haki. Viongozi wa kidini tukipaza sauti yetu kwamba haki itendeke katika nchi, hiyo sio kuchanganya dini na siasa. Naomba hii ieleweke vizuri na Mama Samia aielewe vizuri. Sisi tunachotaka tu ni haki itendeke, siasa zifanyike kwa haki. Hapo hatujachanganya siasa na dini, kwa sababu kila Jumapili huwa tunawaombea viongozi wa kisiasa makanisani, na hapo huwa hatujachanganya siasa na dini. Pia kila ikifika wakati wa uchaguzi, sisi viongozi wa kidini huwa tunawashawishi waumini wa dini wakajiandikishe kupiga kura, na waende kupiga kura wamchague kiongozi wanayemtaka kulingana na sera zake nzuri, kulingana na maadili yake mazuri, kulingana na kupenda haki kwake. Kwa hiyo tunapowashawishi waumini wa dini waende kujiandikisha kupiga kura na wakapiga kura, hapo huwa hatujachanganya siasa na dini. Bado tunafanya haki yetu kama viongozi wa dini. Imetokea kumekosekana mvua, wanasiasa huja kanisani na misikitini wakatuomba viongozi wa dini, mvua imekosekana, tumuombeni Mungu, pengine tumemkosea Mungu kama taifa, tumuombeni Mungu ili atunusuru, atuletee mvua. Tunapokubaliana na wanasiasa
na tunamwomba Mungu ili atuletee mvua, hapo huwa hatujachanganya siasa na dini. Rais Samia anapokutana na viongozi wa dini na kututaka tuombee amani wakati huu wa uchaguzi, na tukafanya hivyo kuiombea amani nchi yetu ya Tanzania, hapo huwa hatujachanganya siasa na dini. Kwa sababu tunafanya hivyo tukiwa viongozi wa dini na hatuna cheo chochote cha kisiasa. Sasa Mama Samia akitaka kujua nani amechanganya siasa na dini, angalieni picha hii hapa juu. Huyu ni rais wa Tanzania, nchi ambayo haina dini, nchi ambayo ina dini nyingi, na rais wetu anavaa mavazi ya dini yake, na amewaambukiza pia mawaziri wake wanavaa mavazi ya dini yake. Kwa hiyo huyu hapa chini ni waziri wa Tanzania ambaye anatoa maelekezo kwamba bidhaa za matunda kutoka Malawi na South Africa zisiingie Tanzania, na anatoa maelekezo hayo akiwa amevaa nguo ya dini ya Kiislamu. Huyo ni waziri. Huyo hapo ni rais, na yeye amekutana na viongozi wa dini akiwaasa wasiingilie siasa, yaani wasimkosoe, wasitake amani katika nchi. Na yeye mwenyewe akiwa rais ni mwanasiasa na amevaa nguo ya dini. Kwa hiyo mama, mimi mchungaji Faustini Munishi ninakuambia, anayechanganya siasa na dini katika nchi ya Tanzania ni wewe, kwa sababu wewe dini yako ni ya Kiislamu, lakini wewe ni rais wa Watanzania wote. Kwa nini kila siku unavaa mavazi ya dini ya Kiislamu wakati wewe ni rais wa nchi ya Tanzania, nchi yenye katiba isiyo na dini? Kwa nini umewaambukiza mawaziri wako wanapokuwa katika utekelezaji wa kazi za serikali kuwahudumia wananchi wa dini zote wanavaa mavazi ya kidini? Huoni mama kwamba wewe ndio unayechanganya dini na siasa?